Katika nyanda za juu za kusini mwa Tanzania, mkoa wa Njombe umeendelea kujijenga kama nguzo uzalishaji wa chakula na mshikamano wa kijamii. Katika safari hiyo ya maendeleo, jina la Anthony Mtaka limekuwa miongoni mwa majina yanayotajwa sana kama kiongozi aliyekabidhiwa dhamana ya kusimamia mkoa huo kwa niaba ya serikali. Anthony Mtaka aliteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Njombe katika kipindi ambacho mkoa ulikuwa unahitaji uongozi thabiti wa karibu na wananchi. Alipowasili Njombe, hakujitenga na jamii. Alichagua kusikiliza, kutembelea vijiji, kuzungumza na wakulima, viongozi wa dini, vijana, wazee. Hatua hiyo ilimwezesha kuelewa mkoa sio tu kwa takwimu pekee, bali kwa maisha halisi ya watu wake. Katika uongozi wake, Mtaka alijitambulisha kama kiongozi anayesisitiza uwajibikaji na maadili. Mara kwa mara anawakumbusha viongozi wa ngazi za chini kuwa uongozi ni dhamana, si fursa ya maslahi binafsi. Alisisitiza kuwa miradi ya maendeleo, shule, vituo vya afya, barabara na miradi ya maji ilipaswa kulindwa na kutekelezwa kwa uaminifu, kwani ndio matumaini ya wananchi. Kilimo ambacho ndicho uti wa mgongo wa uchumi wa Njombe kilikuwa miongoni mwa vipaumbele vyake. Alivyotoa msukumo kwa wakulima kuongeza uzalishaji wa kutumia fursa zilizopo, huku serikali ikihamasishwa kuendelea kuboresha miundombinu ya huduma kwa wakulima. Aidha, alihimiza ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na wajibikaji ili kufungua mkoa kiuchumi na kuongeza ajira kwa vijana. Mbali na maendeleo ya kiuchumi, Mtaka aliweka mkazo kuwa katika masuala ya kijamii, hususan afya na ustawi wa jamii. Alishiriki katika kampeni za kupambana na changamoto kama udumavu wa watoto, akihimiza lishe bora, ulemavu, lakini pia elimu kwa wazazi, kuachana na imani potofu zinaweza kuhatarisha maisha katika nyakati mbalimbali. Alionekana kuwa karibu na wananchi katika shughuli za jamii za kidini, akisisitiza mshikamano, amani ya maadili mema. Kwa wengi mkoani Njombe, uongozi wa Anthony Mtaka umeonekana kama uongozi wa kusimama, kukemea pale inapobidi na kuhimiza maendeleo kwa vitendo. Safari yake kama mkuu wa mkoa imekuwa simulizi ya kiongozi anayejifunza kutoka kwa wananchi, anayesimamia sera ya serikali na anayelenga kuona Njombe inasonga mbele kiuchumi, kijamii bila kumwacha mtu yeyote. Hii ni historia ambayo itaenda kufunza vijana wengi namna ya muhimili stahiki wa uongozi. Karibu mwanzo hadi mwisho ni kuchambulie jinsi makuzi yake na mpaka hivi sasa alipofikia Anthony Mtaka. Hii ni Usiku TV. Sasa taarifa za utendaji wake wa kazi. Anthony Mtaka ni mkuu wa mkoa wa Njombe, yani Regional Commissioner RC, ambaye ameteuliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusimamia shughuli za utawala wa mkoa wa Njombe. Anatumikia kama kiongozi wa ngazi ya mkoa, akiwakilisha ofisi ya Rais TAMISEMI na serikali kwa ujumla katika mkoa huo. Majukumu yake: kama mkuu wa mkoa wa Njombe, Mtaka anahusika na kusimamia utekelezaji wa sera na mikakati ya serikali katika mkoa, kukuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika maendeleo ya vijiji na kata zote mbili, kuhimiza maadili na uadilifu kwa viongozi wa vijiji na mtaa, kuhakikisha utekelezaji sahihi wa miradi ya maendeleo na kulinda rasilimali za umma. Mtaka pia amekuwa akisisitiza jukumu la viongozi kuwa wa mfano katika jamii na kutumia nafasi zao kwa maslahi ya wananchi badala ya maslahi binafsi. Mfano wa matukio na shughuli: mnamo Februari mwaka 2025 alizungumza na wenye viti na vijiji wa mtaa, akiwataka kuwa viongozi wenye busara na maadili ya hali ya juu katika utekelezaji wa majukumu yao ya maendeleo. Alitoa onyo kwa kuhusu kulinda miradi ya maendeleo na kuhakikisha rasilimali zinatumika kama ilivyokusudiwa. Amehusika katika kampeni za afya za umma kwa mpango wa kukubaliana na udumavu kwa watoto mkoani Njombe, akisisitiza umuhimu wa lishe bora na elimu kwa jamii. Mtaka pia amekuwa akishiriki katika shughuli za kijamii kama mambo ya pamoja ya amani na ibada mbalimbali pamoja na jamii ya mkoa. Taarifa ya kizazi na asili. Kama kuna taarifa za kikundi cha mitandao zikieleza kwamba Anthony Mtaka alizaliwa tarehe 5 Julai. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1983 katika mkoa wa Mara na ni mtoto wa kwanza kati ya watoto wanne, ingawa chanzo hicho hakijathibitishwa rasmi kupitia vyanzo vya habari vya kiserikali. Madhumuni ya uongozi wake:
Mtaka anaonekana kuwa mtetezi wa kuimarisha uzalishaji wa kilimo na fursa za kiuchumi kwa wakazi wa Njombe kama kilimo na ngano, viazi, mazao mengine kupitia sera za usukumo wa serikali. Kukuza uwekezaji wa kushirikiana na wadau ndani na nje ya mkoa ili kuongeza ajira na uchumi wa mkoa. Kiufupi, Anthony Mtaka ni mtendaji mkuu wa mkoa wa Njombe ambaye anasimamia shughuli za serikali na maendeleo ya kusimamia utendaji wa viongozi wa vijiji na mitaa, kukuza maadili ya uongozi, kulinda miradi na maendeleo, kushirikiana na jamii pamoja na wadau mbalimbali kwa lengo la kuleta ukuaji wa kiuchumi na kijamii mkoani humo. Hii ni historia ya Anthony Mtaka. Simulizi hii inakujia kila siku pale pindi ambapo utakuwa mwanafamilia yetu kwa kusubscribe hapo chini. Usiku TV.